na katika kipindi hiki cha uongozi wa Metuke umeweza kujipambanua kiongozi na kimaono katika swala zima la kukiletea chama maendeleo pamoja na wanachama wake pia. Ndugu mgeni rasmi, kimsingi kazi yetu hii ya udereva kazi yenye riziki nyingi ya changamoto mbalimbali. Moja ya changamoto tunazokutana nazo ni kukosa mikataba ya kazi, kukosa huduma za msingi kutoka kwa waajiri wetu kama vile matibabu pindi tunapopata majanga ya ajali, kukosa michango mbalimbali ya kijamii kama vile NCCF na kadhalika. Kama tunavyopata waajiriwa wengine ambao wako kwenye ajira rasmi. Hii inatokana na ajira yetu hii ya udereva, upande wetu kutokuwa rasmi. Hii ni lazima tujiongeze na kutafuta namna ya kuboresha maisha yetu na familia zetu kama madereva na makondakta. Ndugu mgeni rasmi, madereva hawa na makondakta ni watu muhimu mno katika ujenzi wa taifa letu, kwani kazi yetu hii ya usafirishaji ni kazi inayohusisha kusafirisha nafsi, watu na mali zao. Hivyo inahitaji utulivu wa akili na utimamu ili dereva aweze kutekeleza majukumu yake kwa ufasaha. Kwa kuzingatia umuhimu hiyo, uongozi wa sasa Metuke umekusudia kuwafanya madereva na makondakta hawa kuondokana na changamoto za kiuchumi zisizokuwa za lazima ambazo zinaweza kuwafanya madereva na makondakta hawa wasiwe watulivu na kwa kutosha wanapotekeleza majukumu yao. Katika hili tunaamini hata wewe umekuwa shuhuda mzuri, kwani mnamo tarehe 16 mwezi wa 8/24 ulikabidhi pikipiki 100 kwa wanachama wetu 100, na wewe ndiye ulikuwa mgeni rasmi katika shughuli hiyo. Yote hayo ilikuwa ni sehemu ya utekelezaji wa ahadi za mwenyekiti wetu wa Metuke, ndugu George Azizi Mwakidela, na jopo lake la uongozi kwa lengo la kuwatengenezea mazingira rafiki wanachama wake kiuchumi ili waweze kujiongezea kipato kwa kujiletea maendeleo. Zoezi hili linafanyika kwa awamu ya pili siku ya leo kwa kuwapatia wanachama wetu pikipiki 100, na hivyo wananufaika na pikipiki hizi wanakuwa watu 200 kati ya wanachama 500. Hivyo tutabakiwa na wanachama 300 ambao wao watapatiwa pikipiki hizi katika awamu zijazo. Ndugu mgeni rasmi, tarehe 23 mwezi wa 2025 ni siku muhimu ya kihistoria kwa wana Metuke, kwani uongozi wa Metuke umewakabidhi wanachama wengine 100 pikipiki 100, zoezi ambalo litaongozwa na wewe Mheshimiwa Spika muda mchache ujao. Kwetu sisi kama chama tunajisikia furaha kuona wanachama wetu wanapata vyanzo vingine vya mapato, na hayo ndio maono yetu kama viongozi. Kimsingi tunajivunia mafanikio haya. Naomba sana muwapatie nafasi viongozi ya kufanya kazi. Ninafahamu, ninatambua, ninajua mlipomaliza uchaguzi kuna baadhi ya viongozi waliopita waliendeleza uchaguzi baada ya uchaguzi. Hili haikuwa sawa, na kuna wakati mpaka akaunti ulikuwa unagoma kuachia. Ile sio sawa. Ukipewa nafasi, ongoza kadri ya uwezo wako. Akili ya mtu mwingine kuchaguliwa na wanachama, mpe ushirikiano naye aongoze kadri anavyoweza. Kuendeleza chokochoko, kuendeleza fitina kwa sababu wanachama wameamua kubadilisha uongozi ni aibu yako wewe pia. Achia viongozi. Alafu mbaya zaidi, kwa sababu umetoka kwenye uongozi unakwenda kushirikiana na maadui wa chama hicho ulichokuwa ukiongoza kuleta fitina katika chama hicho kishuda kwenda mbele. Hii sio sawa katika uongozi. Nimejua mmejitahidi, mmetoa hizo awamu ya kwanza, mmetoa awamu ya pili, na bado najua mna awamu kadhaa mnatakiwa kwenda huko mbele. Sawa sawa. Tulikuwa tunazungumza wakati tunazungumza na Mheshimiwa Tulia Ackson, mbunge wetu wa Mbeya Jiji, aliniuliza mkurugenzi, unapokwenda kuzungumza na wale, lakini jiji bado hamjaweza kufanya kitu cha msingi sana kwa ajili ya nini ambacho unafikiri unaweza kufanya. Nikawa sina uhakika, lakini akaniambia kwamba mimi naona kile ni kikundi kikundi cha ujasiriamali kinafanya ujasiriamali, kimeingia kwenye pikipiki na kimeingia kwenye mambo mengine kama hayo.
Sasa kama kinaweza kuwa kama kikundi cha jasiriamali, mkurugenzi angalia namna ya kusapoti katika maeneo ya mikopo ya 10%. Kwa hiyo kwa maelekezo yale ambayo Mheshimiwa Bunge amenielekeza na ameniambia, sasa haya ni maelekezo rasmi. Kwa hiyo nitaomba viongozi wafike ili tujadiliane nao. Nadhani hatushindi na sisi kutoa sapoti ya mkopo usio na riba kupitia kwenye vile vikundi. Baada ya kupitia kwenye ule mchakato, tunaweza tukapata hata pikipiki 30, 40 tukazitoa. Ninawaomba sana mjitahidi yale maeneo ya msingi basi myatekeleze. Wajibu wenu kwa nchi yenu muutekeleze. Sehemu ambazo tunatakiwa nyinyi kuchakia, kuonyesha umoja wenu, mtekeleze. Mheshimiwa Bunge wetu amefanya kazi kubwa sana, nyinyi mnafahamu. Mambo ambayo mmeelekeza, mmeyaomba, ninayachukua na nitamfikishia. Mmeelekeza masuala ya bima ya afya, mmeelekeza masuala ya CCF, mmeelekeza kwamba mna tatizo bado la kupewa mikataba ya kudumu na watu waliowaajiri, lakini yote haya nitamfikishia na kumwambia aone namna sahihi ya kuendelea kuwabana ili wao watu wenye wajibu na mambo haya waweze kuyaangalia na kuyasimamia. Tunaendelea kuamini kwamba nyinyi mtakuwa kati ya wawakilishi na chama bora cha madereva kilichoko katika nchi ya Tanzania, na kitatoa mfano kwa vyama vingine. Kwa majina naitwa George Azizi Mwankejera. Ni mwenyekiti wa umoja wa madereva Mbetukie, Mbeya tuko na Kera. Mimi ningependa kuambia madereva wanapochukua hizo pikipiki zikawasaidia katika maisha yao na kusaidia familia zao. Wasifanye kwenda kuziuza kwa ajili ya kufanyia starehe. Kwanza namshukuru mgeni rasmi kwa kila alichokifanya, na hadi saizi kaniambia niende kesho saa 4 ili tufanye ile mchakato. Lakini hela italenga kwa walengo wenyewe ambao ni madereva. Kwanza madereva wenyewe wanaenda kutoa ajira kwa watu 100. Na ukifuatana kazi zetu huwa tunafanya kazi na rudi nyumbani bila hela. Lakini akimwajiri mtu anaweza kupata hela kujipatia kipato katika maisha yake na familia yake. Katika uongozi wangu ni kusaidia jamii. Na nimetoa kwamba nisaidie watu. Sijakaa kwenye uongozi kwa ajili ya maslahi yangu. Ila nataka tu niguse maisha ya watu. Kuna siku nitatoka kwenye madaraka, kuna watu watanikumbuka kwamba nigusa mioyo ya watu. Kwa majina naitwa Rodrick Mahenge. Ni dereva kwa njia ya Kera Mbeya Tukuru. Kwa hiki kilichotendeka, kwanza kwa mimi binafsi toka mwanzo nilikipenda. Nilimpongeza mwenyekiti pamoja na uongozi wake kwa kiujumla. Hata hiki ambacho kimefanyika leo mimi binafsi nimekipenda sana, na ninaomba asivunjike moyo. Unajua changamoto ambazo wanazo viongozi wetu ni sisi wenyewe. Sisi madereva sisi ni changamoto. Kwa sababu hiki anachokifanya pia kinaonekana sasa kwa upande mwingine wa madereva, hiyo ni wasia tu wa madereva. Kwa upande mwingine wa madereva hawapendezewi nacho. Sasa wewe ambaye hupendezewi nacho, kaa huko kwa nyumbani kwako na ambapo upendi. Ila sisi ambao sisi tunapendezewa tuache sisi tufaidike. Naitwa Ibrahim Wezoni Mteleke, ni dereva wa njia ya Kera Mbeya. Ni mdau wa Mbetukie. Nakipenda chama changu na napenda viongozi wangu kwa sababu wanaendesha uongozi jinsi tunavyotaka. Sisi wengi tunawataka, lakini wachache ndio wanaowapinga na kuwaletea maneno ya ajabu ajabu. Lakini sisi tunawapa moyo, wasife moyo kwa wale wachache wanaowaongelea mambo ya ajabu, kuwaongelea mambo yasio kuwavunja moyo. Sisi tuko nyuma yao. Tunachoomba wapige kazi, hata miaka ijayo bado tutaendelea kuwapa kula mpaka tutakapowachoka sisi. Kwa majina naitwa Lucy Mwakioma, ni katibu wa taasisi wa Remacho Leta Mabadiliko Chanya ulipo Mbeya mjini. Tunashukuru sana kwa mwaliko huu ambao Mbetukie ametupa. Hakika kitu alichokifanya ni cha mfano wa kuigwa. Tunashukuru sana kwa sababu vikundi vingi huwa havionyeshi mfano kama hiki, lakini hiki wanaonyesha utu na kujali kwa vijana ambao wanawatumikia. Kikubwa zaidi tunamshukuru sana Mheshimiwa Tulia ambaye amekuwa mtu wa mfano, ambaye alileta pikipiki hapo awali kupitia msaada wa kusaidia jamii, na Mbetukie wameamua kwenda humo. Tunashukuru sana kwa mbegu aliyopanda Mheshimiwa Tulia, na taasisi zingine zote na vikundi vyote ambavyo vipo vinaendelea kufanya mambo kama haya kwenye jamii. Naomba tusichoke, tuendelee kushikana mkono kuepusha wimbi la vijana ambao wakuwepo mitaani wanaokaba watu.
Kuna vijana wengi unakuta wapo mitaani wanaibia watu, vijana wengi wanachomwa moto. Ni kutokana na nini? Kutokuwa na roho ya utu. Naitwa George Winford Mwaitenda, ni mkazi wa jiji la Mbeya. Na siku ya leo ninapenda kuwapongeza sana viongozi wa Mbetuke. Hawa ni madereva na makondakta wa barabara ya Mbeya, Tukuyu na Kyela kwa kazi nzuri ambayo wamekuwa wanaifanya wakati wote katika ujenzi wa taifa letu kupitia sekta ya usafirishaji, lakini zaidi kwa kuona kwamba wana kila sababu kupitia chama chao kuwezeshana ili kuweza kupata pikipiki ambazo tunajua kwa namna moja au nyingine zitawasaidia katika kuwapunguzia kidogo changamoto za kimaisha, lakini pia kuwaongezea fursa za kiuchumi kwa namna moja au nyingine kupitia vyombo hivi.